Happy Labour's Day. Karibu sana Gombani. Hii ni Pemba, hii ni Zanzibar, sehemu ambayo miaka alfu lela ulela maandishi ya kifasihi ya Saidi Mohamed wa kivuli kinaishi. Imependeza mashabiki ni wengi. Haji Ali Nuhu, kocha huyu, kikosi chake kianza na walinzi wanne, lakini katika safu ya kiungo yupo na viungo wawili wa ukabaji, viungo watatu wa ushambuliaji. Kikosi cha Miludi Hamdi naye ameanza na safu ya walinzi wanne, akiwemo Bakari Mwamnyeto ambaye amecheza mechi zote, lakini katika safu ya kiungo yupo Aziz Ndabwile na Mudathir Yahya. Bas leo ameweka double holding katika michezo yao miwili waliocheza katika hatua za mwanzo. Karibu sana Gombani, karibu sana Pemba, karibu sana katika mchezo wa fainali ya kombe la muungano kwa 2025. Ni JKU, jeshi la kujenga uchumi, dhidi ya wananchi Young Africans. Stefan Ki Azizi, Stefan akampitisha katika nafasi, control chumba katika nafasi, Mudathir Yahya. Bas jaribio lake linakataliwa na golikipa Oluwale Gabriel. Anajilaumu mwenyewe, nafasi ilikuwa nzuri kwake ya kufanya jambo, kuitanguliza Young Africans mapema kabisa, lakini imeshindikana. Kona wanakwenda kuchonga, ilipelekwa mali, ikamkuta Mudathir Yahya akapiga mpira ule, lakini golikipa akakataa. Wametulia wanafuatilia kinachoendelea. Mijazwa ndani kule kona ya tatu hii ya mchezo. Gabriel golikipa ameutema mpira. Aziz Ki acrobatic nyepesi ile. Alianza Aziz wa Burkina Faso, akaja kumalizia Aziz wa Tanzania. Aziz Ndabwile. Golikipa alikataa mpira, ukaenda kubabatiza kwa sas na acrobatic. Ilikuwa nyepesi sana ya Aziz Ndabwile. Mwamuzi amejisachi na kadi ya njano anaonyesha Mudathir Yahya, nyota ambaye amekipiga kwenye kikosi cha Black Sailors ya hapa Zanzibar. Alisogea na kwenda kumfanyia madhambi Kofi Hamza Mnuko. Umepitishwa na Aziz Ndabwile. Mudathir Yahya amefanyiwa madhambi. Mudathir, mwamuzi ameona na anawapa faida Young Africans. Nani kwenda kupiga mpira huu? Stefan amekataa. Oluwale Gabriel ameliweka lango salama, hana muda wa pongezi, anawapanga tena. Ulinyoshwa mpira na Stefan Aziz Ki, makadirio yalikuwa mazuri. Tazama mpira ule, lakini golikipa akachagua kuutoa nje zaidi. Stefan Aziz Ki, Max Nzengeli, vipas katika nafasi. Stefan Aziz Ki, Mudathir Yahya, Farid Musa. Jaribio lake limekwenda juu, limekwenda mawinguni. Farid Musa Malik walianza vizuri sana huu mpango, lilisukwa jaribio zuri, akarudishiwa tena Max Nzengeli, akamrudishia Aziz Ki mara mbili, kila mmoja kampa mwenzake, lakini jaribio la mwisho la Farid Musa Malik likapanda juu. Dennis Nkane, Ibrahim Abdullah Ibrabaka amepoa. Mudathir Yahya, muda takunyanyua mpira katika nafasi. Mzize Clement takupiga, lakini amekataliwa. Huku Yanga wakichonga mara 8. Mejazwa ndani huku, nachezwa kwa kichwa. Umewekwa tena katika nafasi. Sasi anakataa golikipa. Golikipa amezima kabisa jaribio. JKU kwa utulivu wa hali ya juu akafanya setup ndani ya box, na jaribio la mwisho kabisa likaishia kwenye mikono ya Djigui Diarra. Utulivu wa aina yake kwa JKU. Mudathir kautenga pembeni kwa Farid Musa. Farid Musa Malik anajaza ndani. Maxi Nzengeli. Hii ni sikukuu ya wafanyakazi na wananchi wapo kazini, wapo Gombani Pemba. Malik kajia moja kwa moja. Maxi Nzengeli, pesa tupu, anaweka mpira katika wavu. Happy Labour's Day, wananchi wapo kazini. Mwamuzi amezimaliza 45 za kipindi cha kwanza.
45 ambazo ni Max Nzengeli aliyebadilisha scoreboard na kuwafanya Young Africans kuwa mbele bao 1-0. Kazi nzuri ikifanywa na Faridi Musa Malik, na wanatangulia Young Africans. Kandanda imeanza karibu sana Gombani, karibu kuzimaliza 45 za kipindi cha pili, mchezo wa fainali huu JKU dhidi ya Young Africans. Yanga wako mbele bao 1-0. Madhambi kutoka kwa Hassan Makame aka Sasi, Hassan Sasi, akifananishwa jina na aliyekuwa nyota wa kimataifa wa Uturuki. Hassan Sasi alikwenda kamvuta Max Nzengeli, kacheza chini Max Nzengeli. Max Nzengeli amekwenda chini, Mmoja anasema ni goal kick. Hakuna maajabu, ni goal kick. Alikwenda kucheza mpira Mudathir kwa Stefan, kabilisha tena pasi ya moja kwa moja Max Nzengeli. Jaribio zuri wamelitengeneza Young Africans. Max Nzengeli kwanza aliupokea kwa gula kulia, lakini kwa gula kushoto mpira ukenda nje. Jaribu kusogea akipitisha mpira mrefu ule Djigui Diarra wa kwanza. Kibendera kipo juu, akakataa kabisa kuruhusu mpira upite kwa namna yoyote ile. Rashid Ali, Djigui Diarra naye akajibu akamwambia hapana, mpira huwa wingi. Andabwile, Stefan Aziz Ki kambilisha Clement Mzize, umepita. Makadirio hayakuwa mazuri, pasi ya upendo aliupata, lakini kwenye kuitafuta target hesabu zikenda tofauti. Ali Shaban Kamwe, afisa habari wa Young Africans. Ni jaribio la free kick ile linakezwa JKU. Max Nzengeli, Max kautenga mpira ule. Stefan Aziz Ki, Stefan, jaribio limekwenda nje baada ya golikipa kucheza. Golikipa kutoka Nigeria, mpira aliseti vizuri Stefan Aziz Ki kwa gula kulia, akaupeleka na kupunch. Aliupa ngumi mpira ule, ukenda zake nje. Muda wote kwanza hivi sasa mwamuzi atamaliza mchezo huu. Djigui Diarra ndo mwisho kuugusa mpira. Young Africans ni machampion wa kombe la muungano mwaka 2025 kutoka Gombani Pemba, ndiko ambako wamefanya hivyo